Ni mara nyingine tena anakuja. Karibu sana Haji. Asante, mambo vipi? Fresh. Mko bie? Tuko bie kabisa. Tuko bie. Uko vizuri? Of course. Semaji wa nchi bwana. Semaji wa nchi amezungumza hivyo. Ni kuelekea katika derby ya watani wa jadi hapo Jumamosi ya Januari 4. Kuna mengi sana ya kuzungumza. Leo tukianza na Simba, lakini pia kesho Antonio Nuges atakuja hapa kungurumisha pia akituambia mipango yao ipoje. Mipango varangati bwana, mipango ni bwana. Tutajua yote hayo kama ni mipango au sio mipango. Jana tu hapa ulikuwa kuna mkutano na waandishi wa habari ukiwepo wewe mwenyewe Haji Manara, lakini vile vile na CEO wa Simba mkizungumza kuelekea katika derby hiyo. Kuna mengi sana ambayo yamezungumzwa, lakini pia kuna maswali mengi sana kuelekea siku hiyo. Kwanza, swali la kwanza, kwa sababu ndo unazungumza na wananchi, unazungumza na Watanzania na wapenzi wa Simba pia, tueleze kuelekea derby hiyo ya Kariakoo, Simba kama Simba ina mikakati gani? Mikakati ni ile ya kawaida ambayo tunaifanya kwenye michezo yote ya derby, lakini na kwenye michezo yote ya ligi kuu. Kwanza mkakati wa kwanza ni kwamba tunatafuta points 3, na hauwezi kuiweka mikakati madhubuti na iliyo makinika kwenye media ya wazi, kwa maana ya public wazi, lakini sisi mkakati wetu ni kutafuta points 3 kesho. Kiufundi wachezaji wetu wako vizuri, hatuna majeruhi zaidi ya Rashid Juma pamoja na Miraji ambao watakosekana, na tuko wazi kabisa katika hili hawataweza kuwepo kesho. Lakini nashukuru Erasto na Boko wamerudi na wako kwenye kikosi. Mwalimu ikimpendeza anaweza akawatumia au vile atakavyoamua. Wachezaji wana ari sana na washazoea. Unajua Simba ni timu ambayo unajua kuna kile kitu kinaitwa winning mentality. Yaani washazoea kushinda. Sawa. Haji Manara bwana, tutarejea hapo katika winning mentality tukiwa tuna mengi sana ya kuzungumza na wewe katika mwaka huu wa 2020. Haji, tulishia katika winning mentality ya Simba. Yes, tuna winning mentality kwa sababu kwanza sisi ndio defending champions wa nchi miaka 2 mfululizo, lakini Young Africans hawajatufunga since season ya 2015-16. Kwa hiyo tuna kama msimu 3-4 hawajawahi kutufunga, na ukiangalia experience ya wachezaji wetu, ukiangalia kukaa kwao muda mrefu kwenye kikosi, kwa tuna sababu za kushinda mchezo wa kesho, lakini wakishokoto sore. Lakini sisi hatuendi kucheza mchezo huko kwa dharau Yanga. Jana nilizungumza na leo narudia tena, derby ni derby. Derby ikiitwa derby basi ujue ni derby. Kuna wakati nakumbuka Simba tulikuwa na kikosi dhaifu sana, wengi labda walikuwa bado wako manyenza, wengine hawajazaliwa. Mwaka 1988 tulikuwa na kikosi dhaifu sana, tulikaribia kushuka daraja. Mechi ya mwisho Yanga akishinda na kuwa bingwa, Simba akishinda akifungwa na shuka daraja, tuliwafunga goli 2-1. John Makelele zigzag alifunga goli la pili. Lakini ishatokea hivyo Yanga wakiwa dhaifu sana. Kila mtu alijua Simba anaenda kupiga mpaka 6. Mechi ile ikaisha kwa suluhu ya bila kama miaka 3 hivi nyuma, na Yanga wakatoka maandamano kabisa kwamba wameshinda ile mechi kwa haina kikosi chao. Kwa hiyo derby ni derby, tunakwenda kwenye mchezo huu tukiheshimu Yanga kama watani wetu, kama mkubwa mwenzetu, na wachezaji tumwambia hivyo, sio mechi ya kudharau, kwa sababu wao labda jioni wametoka kucheza Champions League, wamefika robo finali, wanalipwa vizuri. Wachezaji wa Yanga si wana waya, hapana. Ikishafika derby ni derby, na hiyo ina heshima yake. Na hiyo nimeanza toka jana kuambia washabiki wetu, nimeifanya purposely, wasianze kutengeneza ile kwamba ikishatokea mpira ikatokea matokeo mengine wakaona kama wameonewa. Ndio derby zilivyo. Kuna wakati Real Madrid walikuwa Barcelona baada ile goli 5-0 ya Mourinho ambaye walipigwa 5. The next game au inaofuata bado Madrid ilikuwa dhaifu sana, lakini hawakuweza kufungwa na Barcelona, wakaenda wakapaki, basi mechi ikaisha kwa suluhu.
ndio utamaduni wa dabi zilivyo duniani. Mwaka 1991 AC Milan ikiwa na Gullit, Frank Rijkaard, Baresi, Maldini, yani mastaa wote na Inter Milan dhaifu sana, wakachukua 3 San Siro ambayo Milan ilikuwa mwenyeji 3-0. Ndio utamaduni wa dabi zilivyo. Hatuendi kusema kwamba naenda kufungwa na Yanga katika hali ya kawaida. Hata washabiki wa Yanga, yule ambaye mshabiki anaizungumzia mpira, simjui hata mshabiki mmoja wa Yanga anaweza kuamini kwamba timu yake inaenda kuifunga Simba. Hata mmoja nchi nzima hayupo. Lakini Haji, hapo katika kujiamini kwa Simba kwa siku za hivi karibuni kuelekea katika dabi hii na kujimarisha kwa upande wa Yanga, umeonekana kuwa bize kidogo, wakiweka maongezo ya wachezaji ambao wanakuja kuisaidia timu ile. Na leo tunavyozungumza hapa, Yanga wamethibitisha kwamba Haruna Niyonzima anakuja. Lakini kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Simba kuna ukimya fulani hivi. Huku kujiamini hakutaleta madhara yoyote? Unajua Simba tumeingia kwenye transformation. Usajili wetu tunapoutangaza ni pale ambapo umekamilika kwa 100%. Level ya Simba sasa hivi kwanza kusema mchezaji tumemsajili wakati bado hamjalipa ada timu yake, bado hamjakamilisha na TFF, hamjapata transfer kutoka kwenye timu, hamjapata ITC, Simba huko ishavuka. Yani Simba kwenye level nyingine sana. Leo na kesho tutatangaza wachezaji ambao tutawasajili, ambao tushakamilisha kila kitu. Kila kitu kipo tayari. Leo, yes. Simba haiwezi kukaa kurupuka tu. Sisi hatufanye mambo hayo. Kwa mchezaji mumsajili baadaye mwambie si polisi wanasema mjapata kibali, hatutaki. Level yetu ni kubwa sana sasa hivi. Yaani sisi sio level hiyo tena. Ndio maana tuko kimya. Alafu unajua tuna CEO ambaye ni very professional, anafanya vitu kwa lady. Ile mambo ya Kiswahili yani ambayo tumeyazoea yanaanza kuondoka na yameondoka Simba. Kwa hiyo leo nadhani leo jioni nimekuja na mkurugenzi wa wanachama na washabiki bwana Hashim Bada. Atanithibitishia leo jioni, nadhani nitakuwa mwenyewe pale airport. Kuna kitu nitakuja nacho. Nadhani sijui muda utanieleza baadaye, lakini nitatoka na mtu leo jioni. Kuna chuma kinatoka. Terminal 3, yes. Lakini sisi tunafanya vitu vyetu very professional. Yaani kashamaliza kila kitu akiwa huko walipo. Nakwambia hivi, Shekhe, sisi tukishamaliza tumemaliza. Na tufanye hivi kwa sababu ya kujigamba, hapana, kwa sababu ya mahitaji ya timu. Unajua mimi nakwambia faida moja ambayo tunao kwenye mchezo wa kishokoto moja tu. Mwezi wa 6 mpaka wa 8 wakati wa dirisha kubwa la usajili, wenzetu wamefanya usajili kwa mbwembwe sana. Wakaingiza wachezaji kama 16 wapi. Kama 9 washawaacha. Sisi tuko na kile kile. Tumeongeza watu wawili si mmoja basi dirisha dogo. Kwa hiyo tuna ile timu yetu imezoeana kwa kipindi kirefu sana. Kiufundi Ahmed nakwambia na wenzangu wote hapa studioni, hakuna namna. Kiufundi, achana mambo ya dabi, achana mambo ya mazingira, achana ukubwa wa mechi. Kiufundi hakuna namna ya Yanga kushinda hiyo mechi wala kupata sare. Hakuna. Nakwambia kiufundi, technically. Yani hesabu mchezaji mmoja wa Yanga, hesabu experience, kukaa pamoja kwa kikosi. Juzi kuna mchambuzi mmoja ameandika katika yani team combine ya Simba na Yanga. Akaandika, mchambuzi ambaye anaheshimika sasa hivi, katika wachezaji 11 first 11 ni mchezaji mmoja tu amemweka kwenye kikosi cha Simba ambaye anaweza akacheza kwenye combine ya Simba sasa. Na mimi siamini kwamba anaweza akacheza. Kevin, uwezi kumpanga Kevin kwenye, yani nani akainje? Erasto akainje Pasco Wawa. Hakuna. Hebu hesabu. Lakini sasa ndio nasema kwa sababu ni dabi. Okay. Lakini nikikwambia kiufundi na simjui, narudia tena, hakuna mwana Yanga hata mmoja dunia nzima kama wapo anaweza kuamini kwamba Yanga anaweza kupata sare. Hakuna. Hata wanapiga kelele, hakuna. Unaamini vipi? Yani ili iwe nini? Labda unaambia mpira ni uchawi, lakini mpira ni ufundi na utafanyaje? Haji mnamsikia? Lakini Haji, umegusia hapo kiufundi. Na hii ni dabi kama unavyosema, na hakuna mshabiki wa Yanga anayeamini hivyo. Uone kwamba walimu na wachezaji wanaweza wakaamua hiyo mechi kulingana na maandalizi kiakili, kimwili, lakini pia kiufundi.
ina mahitaji tofauti. Vipi Sven akaja na mbinu zake ambazo inaweza zikafeli katika siku husika, alafu Boni akawa amemwini katika tactical battle? Kwa sababu ni one off game, ni mechi moja tu ambayo ya dakika 90, alafu ina mahitaji tofauti. Uone kwamba ni mapema sana kukiri kwamba haiwezekani Yanga kupata sare au ushindi? Unajua mwanzo nilizungumzia dabi, lolote anything can happen kwenye dabi. Nilizungumzia hilo awali, lakini nikaja nikazungumzia sasa technically. Yaani achana hiyo mambo ya dabi, sijui mambo ya nje ya uwanja. Nazungumzia technically. Hata wewe ndani ya nafsi yako ukipewa bilioni 10 uwekeza kwenye mechi kabeti, huwezi kutoa katika bilioni 10 huwezi kutoa 10,000 kupeleka. Mtaigawanya. Uwezi. Yaani uwezi, wewe unajua mpira uwezi. Lakini kama ulivyosema kwamba inawezekana mbinu za siku ile zikaamua matokeo tofauti, lakini kitu ambacho nakiamini, Mkwasa ni mwalimu mzuri, amecheza hizi dabi sana, amefundisha hizi dabi, ana uzoefu, amekuwa katika mambo haya, anajua. Siamini kwamba atakuja na mbinu nyingine yoyote zaidi ya kupaka basi. Kama yuko smart, unless otherwise anataka kufunguka na tunapiga 5, wallahi na hapa akifunguka akasema mimi nacheza open game na Simba Sports Club Jumamosi 5 salawati, pamoja na kwamba tayari wana wachezaji wapya na wazoefu ambao Shekhe, narudia hivi nisikizeni, narudia tena, kama master nimjua mimi, very smart, intelligent, amecheza sana. Mimi nilipokuwa naanza kupata akili na kuwa mchezaji aliyekuwa kinivutia ni Mkwasa. Kwa staili moja nilikuwa nampenda, nilikuwa namuiga akicheza hivi, vidole vyake bahati mbaya ndo achoko hivi, akipiga pasi anaweka na vidole. Kwa hiyo mimi mpaka leo ukubwani hivi, hata nikicheza mechi za veteran nikipiga ile nimuiga master, ili nimechukua kwa master, akipiga anaweka na vidole vyake kama anatoa shahada 2. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimemuona akicheza, amecheza dabi nyingi, amefunga kwenye dabi, na mwalimu mzuri na mheshimu. Unamheshimu sana. Tuangalie upande wa malize hii kwa sababu narudia. Ndio. Kama atasema eti anaenda kucheza open game na Simba, yaani Jumamosi saa 6 usiku afike anafukuzwa. Jumamosi saa 6 usiku afike. Yaani akisema mimi naenda kucheza open game na Simba, hafiki saa 6 kamili usiku, Msola anamfukuza. Sasa atakachokifanya hawatamvumilia. Haji, huo ni upande wa Yanga. Umemzungumzia kocha, ukimfahamu akiwa kama mchezaji na uwezo wake akiwa kama kocha, ukiwa hauamini kwamba atakwenda kufunguka na timu yake siku ya Jumamosi. Vipi kuhusiana na Sven van der Broek? Amepata homa ile vuguvugu la dabi hii ya Kariakoo, anafahamu, ameshawahi kutazama mechi yoyote, na anazungumziaje pengine mechi hii ambayo inatazamwa kweli kweli? Kwanza maneno yake, na kesho atarudia bila shaka kwenye press conference, anaheshimu Yanga kama mpinzani, kama mtani, kama timu kubwa, na anajua uzito wa mechi. Ameangalia Yanga mechi nyingi, lakini ameangalia dabi kama 5-6 za nyuma, sababu amejua ugumu wa mechi. Anachokisema ni kwamba haioni nafasi ya kwamba eti tunaweza kupoteza mchezo, lakini amesema anataka kuwatuliza wachezaji wake na pressure ya nje ya uwanja. Sawa, tarejea hapo kuwatuliza wachezaji na pressure ya nje ya uwanja, tukizungumza kuelekea dabi kubwa kabisa Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, na hata Afrika nzima. Simba akicheza na Yanga Jumamosi. Vodacom bwana ndio ametupa nguvu hapa. Lipa kwa M-Pesa. George Mbangili, acha kutembea na hela, pochi imejaa hela kama nini bwana. Vipi? Takuja kupigwa roba ya mbao bure. Bwana. Vodacom, shukrani sana kwa kuwa na sisi katika kivumbi. Tunapata alama 3. Haji Manara, miongoni mwa vitu vya muhimu kuelekea katika mechi hii ni mashabiki. Watu ambao wanakwenda uwanjani kutazama mechi hii. Tukiamini pia viingilio ambavyo tayari vimekwisha tajwa ni viingilio ambavyo pia vitakuwa ni muhimu sana kwa upande wa Simba, kwa sababu ni timu yao, inabidi waende waisupport na mambo ya mazuri. Hem, tuzungumze miundombinu ya uwanja wa Taifa, hasa katika dabi hii ya Kariakoo. Mambo huwa yanakuwa ni magumu sana.
kuingia pale uwanjani, unawaambia nini jana ulizwa hilo swali kwenye press. Nayo shida moja kubwa. Kwanza shida yangu ni upande wa management ya uwanja wa Taifa, kwa maana serikali. Sielewi why hawafungui gates za uwanja wa Taifa zote. Yaani mpaka hivi kila siku najiuliza hili swali afu nakosa majawabu. Nikiwauliza wale watu pale uwanja huyu atakujibu hiki, mwingine atakujibu hiki, lakini sijapata jawabu sahihi. Shida kubwa uwanja wa Taifa ya kwanza kabisa ni kutofungua milango na gates za uwanja wa Taifa zote. Mbaga Hashim ana data za namna ambavyo gates zilivyo za uwanja wa Taifa na zinavyoweza kuaccommodate watu wangapi kwa dakika. Lakini uwanja wa Taifa leo katika idadi ya gates zokuwepo zinafunguliwa chache sana. Ndio tunashuhudia mechi za Europe. Ikichezwa mechi leo, mfano jana tulikuwa tunaangalia mechi emails, ikishaisha pale pia imeisha within 2 minutes 3 minutes uwanja unabaki watu 2000 3000, tena mabaki walevi tu ambao wanamalizia makopo yao ya bia wote washatoka. Lakini na nini? Kwa sababu wanafungua gates zote. National Stadium kuingia zinafunguliwa chache, kutoka chache. Hiyo ndio shida ya kwanza. Lakini shida ya pili, kuna kaji utamaduni cha ovyo ovyo hiki tunacho Tanzania cha kuchelewa. Yaani si kila mahali lazima tuchelewe. Kila mahali. Hata kwenye miadi na demu, yaani wa Bongo lazima uchelewe. Yaani ni kaji utamaduni ketu hivi tumezaliwa nacho. Nikupe mfano, jana nilikuwa nawaambia passport wamesema mwisho kubadilisha ni tarehe 31 Disemba, January. Na hakika watu wengi walibadilisha. Na wako tu wanasubiri 29 30 January ndo ende. Vitambulisho vya NIDA hivyo kubadili nini cha sim za nikaji utamaduni tu tumejizo. Na mpirani hivyo mechi saa 11 kick off tumetangaza. Watu wanakuja pale saa 10 na dakika 20. Saa 9:30 ndo mtu anakula kitonge na bamia ajiandae, anatoka Kinyerezi aje mpirani. Nikaji utamaduni. Tukibadilisha hiyo utamaduni na tukaruhusu milango ya uwanja wa Taifa ikafunguliwa yote, sio yote, kwamba watu kuingia na kutoka kwa rahisi, basi nadhani hiyo changamoto inaweza ikaisha. Bwana Hashim Baga, hebu tupe hesabu hasa ya pale uwanja wa Taifa, tukianza na gate zile, lakini pia idadi ya watu ambao labda muda ambao utakuwa ni mzuri kwa watu kuingia. Sawa kabisa. Kwanza nianze kuzungumza kutokana na mazingira yaliyopo uwanja wa Taifa. Tunapenda watu waanze kununua tiketi kuanzia sasa hivi, kwa sababu tiketi sasa hivi zinauzwa kwenye vituo vyote na Selcom kuanzia sasa hivi, na tiketi za karatasi zimeanza kuuzwa kuanzia sasa hivi muda huu. Kwa hiyo watu wawe rahisi kununua tiketi popote walipo, wasiende kununua tiketi uwanjani. Kwa sababu gani tunasema hivi? Mazingira ya uwanja wetu wa Taifa kimiundombinu iliyojengwa yako sawa kabisa. Ni ule uwanja ni wa kimataifa. Una milango ya kuingia au geti 40. Ndio. Lakini mashine za kuruhusu kuingia ndani ni 20. Unazungumzia gate zile ndogo za watu kupita. Gate za watu kuingia. Mtu mmoja. Ndio. Ile international 40 ni nyingi sana. Umeelewa 40 sana. Kihesabu kwa dakika moja geti moja linatakiwa liingize watu 20. Hiyo ni statistics za international. Kwa maana hiyo kwa geti 40 unaingiza watu 800 kwa dakika moja. Ndio. Ili uwanja ujae unatakiwa lisali 1.5. Uwanja unakuwa uko full watu 60,000. Lakini miundombinu iliyokuwepo sasa hivi ni nusu ya miundombinu inayoruhusu kuingia watu. Kwa ili uwanja uweze kujaa full, haiwezekani ujae chini ya masaa 3. Na wakati tunaenda kufanya, mliona juzi msemaji wetu Haji alienda Dubai, alienda wapi? Sio kwamba alienda kupumzika tu. Alienda kutafuta bei za mashine zile za kupita pale, kwa sababu baadaye tunataka tufunge kule Moarera. Mashine moja hilo Haji ya kusema, yeye alikuwa anatuonyesha yuko ameenda kuna nini relaxing here with you nini. Mashine moja sio chini ya $3,500. Mashine moja ile ya kuingia. Kwa hiyo nadhani huo mchakato ndio maana watu wengi wanashindwa kuongelea, kwa sababu ukipiga pale kuna upungufu wa mashine 20, unajua unaenda kwenye zaidi ya milioni 150 mpaka 200. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kulizungumzia hilo, lakini huo ndio uhalisia kwamba management ya uwanja wa Taifa
wakiwekeza kuweka zile mashine nyingine pale, hilo tatizo la kuingia uwanjani kwa muda litakuwa, lakini kwa sasa hivi kwa sababu tuko kwenye mazingira haya ni lazima tuwahi tukate tiketi kabla, tuwahi kwenda uwanjani mapema kabisa. Na ni kweli ujue ule upande wa kule wajitegemee kule, au watu wanaotokea kule Wasibu nao lazima wazunguke hivi waje huku kwenye sura huku kwenye main gate, kuna namna ambayo kule nao wanaweza wakaingia au wakatoka kule lazima nao wazunguke, hata ukiona uwanja umejaa alafu waingie, alafu ndio waende tena upande wa mashariki kule, upande wa mashariki kule. Ya sasa ni namna gani uwanja ile duara, sehemu zote watu wanapaswa wao wana uwezo wa kuingia na kutoka, hata kiusalama. Kwa hiyo sisi kuna siku inaweza katokea kitu kinaitwa stampede. Ni kweli. Labda kwa kupiga hesabu tu za haraka unamfahamisha ama unamwambia mwana Simba, mashabiki yote ya soka anze kuja uwanja wa Taifa wakati gani? Tunafahamu Jumamosi kwa watu wengi shughuli huwa zinaisha mapema. Aje mapema. Ngoja nikwambie, kuna tickets zinaanza kuuzwa mapema na tickets zile za karatasi zinaanza kuuzwa leo. Una sababu kwa sababu pale uwanjani tutakuwa na burudani nyingi sana. Alafu unajua mpirani tofauti. Mpirani ni kunakuwa na vitu vingi. Ile atmosphere peke yake ni burudani na watu waonze kuona wachezaji wao wanafanya wao. Kutakuwa na mechi za utangulizi za timu za vijana. Nadhani tutaweka na mechi za timu ya kina dad ya kina mama pale. Lakini nafikiria kuongea na msanii mkubwa sana. Nataka nizungumze na hao waliokuwa kwenye train hivi sasa, nione mmoja katika wasanii hawa anakuja pale kesho kutwa. Okay. Yes. Yaani nafikiria na nitaongea na Nasib nione nani yeye mwenzie au yote. Lakini nataka nione Jumamosi. Usijite Simba tu afu Simba inacheza umekaa unabaki Kigoma huko kwenye barabara tu unaangalia kwenye TV. Hapana. Tampigia baadaye nimwambie wewe kama unadita Simba uje pale. Jumamosi nataka pale tuwe na burudani kabla. Lakini nadhani ngoja tuzungumze nao mpaka kesho tutakuwa na majawabu. Yaani kuna vitu ambavyo vitamu-entertain na vitamfanya yule mshabiki aje mpirani mapema. Lakini kikubwa ambacho tuenda kushangaza tena Watanzania kwa maana ya ushindi mnono. Yes. Achana na ushindi. Mimi nimeanza kusema jana na leo ndio press conference, yani leo ndio exclusive interview yangu ya kwanza. Ndio. Sikusema mwezi mzima, wanasema watu wa Yanga tu wamesema, lakini kesho kutwa nitaonyesha tena Simba ni kubwa kuliko Yanga by far. Wao wameanza kupiga kelele. Nitakwenda kuweka 70% ya watu watakao kuja uwanjani watakuwa washabiki wa Simba. Utajaza. No doubt 100%. Na Kamari nacheza mechi hiyo. Acha mechi ya uwanjani, mechi ya kujaza uwanja. Yaani hapa kwanza kiingilio 7,000. Wewe watu wa Yanga 7,000 wanaomudu wangapi? Tabu inaanzia hapo. Kwanza tabu inaanzia. Haji tutarejea. Juzi nilikuwa niko Malibu. Kwenye likizo yangu. Sasa nilikuwa na Watanzania fulani wanaishi mji mmoja unaitwa Barcelona. Tukawa tunakula bata. Nashangaa wanaeleza habari za Wasafi Radio. Mnasikilizia wapi? Dunia imekuwa kijiji bwana. Malibu inasikilizwa Wasafi. Ndio. Unawasha kila kona ya dunia. Unawasha tu bwana. Mpaka wewe mtu kama Edoko Mwembe, mtu anatoka Mtwara huko anasikika mpaka Malibu. Msikilizaji, pia una nafasi ya kutupigia simu kupitia 0764890000 kuelekea katika dabi hiyo ya Kariakoo na Lipi. Una swali lolote kwa Haji Manara itakuwa ni vizuri kabisa, lakini katika ukurasa wangu sababu Simba ana cha kumwambia. Nikitazama katika ukurasa wangu wa Instagram Ahmed Abdallah 05 unaona comments za watu, lakini kila picha naona hapa kijani njano. Kuna maswali hapa. Sawa. Huyu anaitwa Njama anasema mambo vipi na jopo zima la Sports Arena hapo studio. Mwambie Haji Manara tatizo la kuingia uwanjani ni mfumo wa uwanja wetu ndio shida, kama yeye anavyotoa mfano wa Ulaya kwa dakika 2 tu uwanja ni mweupe, ila kwa huku kwetu shida. Nilienda mechi ya Simba na Lipuli, nilikuwa maeneo uwanja wa Taifa tangu saa 9 alasiri, lakini niliingia uwanjani mpira umeshaanza kwa sababu ya ulanguzi wa tiketi. Yes, hili ni tatizo la kubinafsi. Hili litokana na miundombinu wala hulka za watu. Ni tabia binafsi za watu ambao kusema kweli katika mechi ya kishokutwa wala wasijaribu. Hii mechi Simba mwenyeji. Na when it comes kwenye pesa, tunajua hii mechi ina pesa na Simba inataka pesa kwenye mechi hii. Wala sijaribu mtu kulangua. Tutatafutana muhali bure.
tena mtu baadaye nipigiwe simu, mtu uko Central, sio yuko Chang'ombe, sendi kumtoa mtu yoyote mimi. Asijaribu mtu. Hii mechi tunahitaji pesa. Sisi ndio mwenyeji na sisi pesa tuna kazi nazo. Tunalipa mishahara wachezaji. Unajua Simba ndio timu inayokaa camp nzuri, inolipa mishahara mikubwa, inosajili hela nyingi, inopanda ndege kuanzia sisi chini ya kilomita 400 lazima, ladies and gentlemen. Yaani kishafika 400 tu lazima turuke. Yaani sisi kuanzia 200 300 tena basi kishafika 400, ladies and gentlemen. Kwa tunahitaji pesa hizi ladies and gentlemen zipatikane. Yoyote atakayethubutu kulangua. Naomba jamani guys. Sasa wewe alafu utakutana unafanya hivyo mwanachama. Yaani mimi simwele au mshabiki. Unaipendaje Simba yako? Yaani wewe unalangua tiketi. Hapana. Naamini polisi wamejipanga, usalama wamejipanga, TAKUKURU wamejipanga, na sisi TFF na bodi ya ligi tumejipanga. Yanga katika hili hawana chao, ila tumepanga mpango mahsusi kwa sababu ya mazingira sasa hivi, na wale ni watani wetu. Mimi nitaruhusu Jumamosi tapitisha bakuli upande wa Simba kule. Do. Yes, very fair. Angalau litasaidia japo kulipa mishahara ya mwezi mmoja. Ya Yanga Afrika. Nitatoa kofia. Yes. Nimeshaweka vikapu 30. Vikapu 30. Sisi ni ndugu. Yanga na Simba tunazikana. Ni kweli. Yanga na Simba tuna uhusiano wa miaka na miaka. Hizi timu zina over 80 years sasa hivi. Hatuwezi kuona wenzetu wanahangaika, wanachangishana mabakuli, afu sisi tuko tumekaa nyumbani tu. Kwa hiyo katika mechi hii nimetayarisha vikapu 30. Nitawatafuta wanachama 30 watakuwa wanatembeza vile vikapu wakati mchezo ukiwa unaendelea. Baada ya pale tutawakabidhi wenzetu kama mchango wetu katika kuhakikisha kwamba angalau ile hali yao ya kiuchumi imekaa vizuri. Kwani kwa hivi siku za karibuni Manara umesikia kwamba Yanga wametembeza bakuli? Yanga wamekwambia mshahara sasa hivi ni historia. Shehe, mimi nakwambia jamani. Kuna GSM pale. Mnaposema swali jamani. Sisi mwingine hatuyasemi. Unajua mimi Ghalibu rafiki yangu binafsi. Wengine pale wamemjua baada ya kuja. Mimi rafiki yangu binafsi. Yaani rafiki yangu binafsi. Kabla hata hajajiunga, kwa sababu Ghalibu mpira akajiunga kama wiki maji tukaingia juzi. Kwa hiyo haya personal assistant wake, director wake Hersi ni rafiki yangu binafsi. Sasa mimi naelewa kila kitu kinachoendelea pale. Nisikize kwamba muuze mara mwisho Ghalibu kapokea simu yao lini? Sheikh, mimi natoa vikapu 30. Achana mambo ya ndani ya uwanja. Mizinga mimi tunopigwa ni mimi. Mimi zinga napokea mimi kutoka kwao. Sasa wao nipigwe mizinga peke yangu, wanachama wenzangu na washabiki wasaidie. Kwa hiyo Yanga wanakuomba wewe uwasaidie, uwape msaada. Shekhe, bwana unajua mtoto wa Mwanaidi wewe unanitafuta mimi niseme. Asema ndio. Ndio masuala ya kiufundi. Sawa. Nataka niseme kitu kimoja Ahmed Abdalla. Sawa. Ndio. Yuko kocha mmoja anaitwa yule kocha mkongwe anaitwa nani? Aondoka. Wapi? Mwinyi Zaera. Yule jamaa unaweza ukawa unamuona mtu wa ovyo hivi, lakini ni very intelligent. Kuna mechi Simba na Yanga zimecheza Taifa, Beno Kakolani alikuwa Yanga kafanya saves 17. Maana zile zote zingeingia kingewafunga Yanga goli 17. Alipaki basi la ajabu sana. Namuhusia kakaangu, babangu, mzee wangu Masa aendeleze mfumo ule. Yaani naliulia hii jambo sababu timu si babangu. Unajua Yanga ikifungwa goli nyingi na babangu naye sitaumia, sababu babangu ule mzazi yuko pale. Nitatamani tuwafunge 4-3, lakini shafunga 18. Babangu ataumia. Kwa hiyo ningemshauri Masa asijaribu. Shekhe, sisi tunahitaji kweli hivyo. Kwa mtu kama Kahata, kwa mtu kama Chama, kwa mtu kama Shibo, hivi nazungumzia hao tu wachezaji watatu. Alafu sizungumzia striking force ambao sasa imeongezeka na Boko
kaka, ni matatizo makubwa ya wale watu sasa hivi pale mbele wana Tariki, alafu wana yule Makosi, alafu kuna huyu Mchimbi, kuna huyu Ditram Mchimbi, alafu ile mipira ya kurusha nani ya Abdulaziz Makame. Maki Yanga ndio timu peke yake duniani formation yake ni kurusha hapo goli. Duniani tunategemea kurusha goli. Sasa labda Manara, mimi kuna vitu vya kuuliza kupitia hapo. Umezungumza kuhusu striking force yako. Tumejaribu kutazama hizi mechi 3 ambazo Simba imecheza. Tunaona kwamba midfielders ndio kama Hassan Dilunga, unamtazama Deokanda, unamtazama na Deokanda, ukimalizia unasema Messi. Sasa hao ndio wameonekana kuweza kufunga, lakini amini kila mmoja ameweza kupata goli mbili. Kuna Dilunga na Deokanda, lakini hatukuweza kuona hao unaozungumza kwamba una striking force ambayo ni ya maana, amini kwa wale washambuliaji. Mfano najaribu kuona Boko, amini John Boko ametoka, alikuwa injury. Tunamtazama Kagere, naye alikuwa haonekani kuwa vizuri zaidi. Labda tulitegemea Miraji Osman, lakini Miraji Osman ni injury naye kwa muda mrefu. Sasa unazungumza unasema una striking force iliyo nzuri zaidi kwa watu uliowataja. Huoni kwamba anaweza kaja katika mfumo wa kupaki Yanga, kwa sababu kwenye mechi zake 3 ameweza on target 17 na kufunga goli zake 2, akapaki na akatafuta goli moja akawa amemaliza mechi kwako. Likoje hilo? Sielewa, lakini yani si unazungumzia kwa sababu kupaki unapaki na nani? Hiyo shoot on targets au create chances 17 na nani? Yanga katika mechi labda 5 za nyuma tutushia baina yetu sisi na Simba na Yanga, yani zote 5 ukihesabu shoot on target zote 5 hawezi kufika shoot on target 10, hawezi kwetu, hawezi. Kuna mechi sisi na Yanga hata kona moja hajapita kona, yani ni rekodi toka dabi imeanza. Hata ile tuliwafunga 6-2 walipata kona 2. Kuna mechi tuliwafunga 6-2 basi pia walipata kona. Kuna mechi juzi tulicheza nao hata kona moja, no shoot on target, no dakika 90. Kesho kutwa unaweza ukamwona Kagere hajafunga katika mechi 2-3. Boko ametoka katika injury, lakini Kagere uwepo wake pale mbele, Kagere ni mfalme. Yani wale mabeki wa Yanga ukishamwona tu pale Kagere wanatemeka. No. Tendo kuwepo tu pale Kagere anatemeka. Yani wale Kagere akiwepo tu wale wanatemeka. Sawa, na je vipi kuhusiana na Haruna Niyonzima? Simba Hassan Bumbuli, yeye anasemaje kuhusiana na ujio? Bumbuli. Hassan Bumbuli, afisa habari wa Yanga. Afisa habari wa Yanga, Hassan Bumbuli. Anawasili leo, bado hajawasili kwa sababu kulikuwa kuna mkanganyiko kidogo kwenye tiketi yake kwamba aliomba aondoke kule mida ya mchana ili mapokezi yawe na shamra. Kwa hiyo tunatarajia kwamba atawasili leo na itakuwa ni majira ya mchana. Kwa maana hiyo mmejipanga kwa ajili ya mapokezi yake bila shaka? Yes, kwa ajili ya kumpokea fundi na pia kuja kumtambulisha klabuni pale kama muda utakuwa umeruhusu, na vitu kama hivyo, na kabidhiwe jezi yake na tayari ajiunge na wenzie kambini kwa sababu tarehe 4 ndio inakaribia na ni mmoja kati ya silaha ambazo tunatarajia kwamba zitatumika. Na vipi taratibu zingine za mashabiki? Kumekuwa na mashabiki kutoka kila pembe ya Tanzania kuelekea katika mchezo huu kwamba wanakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuwaunga mkono Wanajangwani. Ni kweli, kwanza tuseme kwamba kuna mashabiki wetu ambao wanatoka Mtwara kwa baiskeli walikwishaanza safari, na kwa kuwa Wasafi FM inasikika sana maeneo mengi ya Dar es Salaam, kule Mbagala, Mtoni, Kibiti na maeneo mengine. Kwa hiyo tunaomba mashabiki wetu wa maeneo hayo ya kuanzia Mbagala kuwapokea mashabiki wenzao wa kutoka Mtwara ambao sasa hivi nao wako maeneo ya Vikindu wanaingia jijini. Kwa hiyo hawa watapita moja kwa moja na hiyo barabara ya Mbagala, watapita uwanja wa Taifa na watakuja moja kwa moja klabuni, tutawapokea pale na kuna utaratibu mzuri tumewaandalia.
ametoka Kigoma kwa pikipiki, naye tunaambiwa kwamba anaingia Dar es Salaam leo mchana, atatoka maeneo ya Morogoro ndo anaondoka. Kwa hiyo naye tutampokea. Kuna mashabiki wetu wengine wametoka Mwanza leo, wao wanakuja kwa gari, na kuna mashabiki wanatoka maeneo mbalimbali wanakuja jijini Dar es Salaam. Wote tumewaambia kwamba wanapofika Dar es Salaam tunawakaribisha wafike klabuni, na tutakuwa na utaratibu mzuri wa kuondoka klabuni kuelekea uwanjani siku ya Jumamosi kuanzia mida ya asubuhi, kwa sababu tunataka tuujaze uwanja mapema kabisa ili tusiwape nafasi hawa ambao wao wanajinasibu na mambo mengi. Sisi tunataka tujae kwa sababu tunahakika na timu yetu tunataka kupata ushindi. Na kwa maana hiyo mna ugeni mkubwa sana Yanga Afrika kuanzia hii leo mpaka kitakapopigwa kipute hiki. Ni kweli kabisa, tuna ugeni mkubwa sana. Mashabiki kutoka maeneo mbalimbali wanakuja na sisi tunawakaribisha, na hata kama umeona kwamba jana mashabiki walitoka Njombe wakafika pale Tazara, wamepokelewa pale na mashabiki wa Yanga maeneo ya Tazara, wakaja mpaka klabuni jana jioni. Kwa hiyo tuna mashabiki pia wageshabiki kama 15 kutoka, tuna ugeni wa mashabiki 15 kutoka Njombe ambao tayari wao wamefika klabuni pale jana jioni, na wamefanya logistics zao kwa ajili ya kuanza kuangalia mechi, na wao wamesema tiketi watanunua pale pale. Kwa hiyo tunaamini kwamba moja ya vituo vya tiketi, uuzaji wa tiketi kitakuwa pale pale klabuni kwetu. Kwa hiyo wao watanunua tiketi pale pale. Sasa bwana, ni rasmi, Yanga wamejipanga kwenda kujaza uwanja wa Taifa. Yanga wanakwenda kujaza uwanja wa Taifa. Shughuli unayo Ajimanara, lakini pia silaha yao nzima inakuja. Okay, sawa, ngoja tuanze la vitu viwili. Ngoja kwanza tuanze. Hivi hao washabiki wataja, mmoja sio kutoka Mtwara, mwingine Kigoma na pikipiki, mwingine sio kutoka Njombe, mwingine si Jumamosi utaona pale kama utafika hata robo ya uwanja. Wewe Yanga wanaendaga mpirani. Unajua issue kuna mpirani ni passion. Yanga passion yao ni kubishana kwenye mitandao, social media, kutukana watu kwenye WhatsApp, lakini hawana utamaduni wa mpirani. Toka nchi imeanza Yanga hawajawahi kujaza uwanja wa Taifa. Toka nchi imeanza uwanja wa Taifa umejaza kwenye mechi ya bure na kwa Simba kwenda kuwasaidia na kwenda kumsupport Thomas Ulimwengu mechi na Mazembe. Sisi tujaza several times brother. Hawana utamaduni, hawape nchi. Sasa hivi bodi ya ligi walitoa statistics za misimu 4 mfululizo. Hata wao walipokuwa defending champions miaka 2 mfululizo hawakuwa wanajaza kuliko Simba. Hawana utamaduni, aidha kwa sababu ya mfuko wao au kwa sababu ya kosa passion. Kujaza uwanja, watu wengi wanasema Haji unasaidia sana Simba watu kwenda mpirani. Siwasaidii. Watu wa Simba wenyewe wanapenda. Mimi na wabusi tu kidogo basi. Wenyewe wanapenda kwenda viwanjani. Yanga huyo anasema hapo hataeleweki, mara siku kuna mtu kutoka Njombe, mara siku kuna mtu kutoka Bubu. Wanasaidia nini hao watu wa Njombe? Unakuja kupigwa goli 3 4 5, unaita watu kutoka Njombe, unaita watu kutoka Mafinga na kupiga 5, utarudisha kwa mguu. Wanaenda kualaza kwenye maji. Wao wachezaji wao kulipa mshahara hawezi. Unaenda ku entertain watu kutoka Njombe, kutoka Mufindi, kutoka Newala, inaosaidia nini? Unajua akili za wakati mwingine wanajiuliza. Kuna rafiki yangu mmoja siku moja aliwahi kuniambia kitu. Ukiwa professor university au taasisi kubwa ya moyo au ya mifupa au ya nini, mwanasheria mkubwa kabisa tena wa koti ya rufaa, au ka daktari bingwa wa masuala ya kina mama au ya watoto au nini, au kawa mwanasiasa mkubwa sana au tajiri mkubwa sana, when it comes kwenye gongowazi yao hana tofauti na kuli muuza ubuyu. Yani nilipokuja kwenye issue ya Yanga anaweza kama mtu msomi kweli, lakini wakikaa, kuna siku moja nilimwambia bangu tukizungumza mambo mengine ya kawaida, yani nakuona wewe ni genius kichwani, yani lakini tukianza kuzungumza habari ya Yanga sikuoni tofauti na pale wa mtaani hivi. No. Shida sio inakuwa ni ile Yanga yani kuna hiyo shida. Sasa mimi niwaambie, Bumbuli nilikuwa sijajua huwa anasema ni mwandishi na mtu ambaye namheshimu, lakini umeona anachokiongea hakina logic. Kwanza ujue yeye mimi hapa nimekuja, mimi mtu wa Yanga akija kupiga debe ameniambia kesho kuna msemaji sio Yanga. Basi sijui msemaji ni huyu alitoka sasa hivi au kuna mwingine, maana kwa msemaji Jelimulo kaacha hivi. Na kwa msemaji sio kwa wengi. Sijui wako wengi Yanga, sijui msemaji Ismasteni, Jelimulo wote wameletwa wote.
wote wanaletwa, wanaondoka, wanaletwa. Hassan Bumbuli ni msemaji. Na yule mwingine ni mhamasishaji na msemaji. Kwa hiyo kuna mhamasishaji, msemaji, si msegogaga, jogalagagwe, afisa habari, yani nyote. Niwaambie hivi, hawa wote wafanye kazi yao vizuri, lakini niwaambie hiyo ndio akili ya Gongoazi. Hii mechi sisi mwenyeji, Simba wana raha hivi. Wakutetea watu kutoka mpaka Newala kwa mguu. Alafu baadaye mapato, mwisho wa siku Simba milioni 290 imeingia kwenye account. Wao wanakuja kushangilia magoli. Washangilia magoli, mchezaji nani Moringa bwana kama nani? Yuko tayari pale. Bwana wewe. Sumeambiwa Nyonzi anatua. Na tayari. Nyonzi Haruna angolia kwa peni. Haruna ni mchezaji mzuri sana. No doubt. Lakini Haruna hajawahi click kwenye dabi. Alipokuwa Yanga, alipokuwa Simba, hajawahi. Haruna sio mechi zake hizo sio mechi zake. Haruna hawezi. Sina uhakika katika wiki hii. Mimi naijua Kigali mzee. Naenda mara kwa mara, naenda kuoa Kigali. Kwa hiyo naijua Kigali. Unaenda kuoa Kigali? Yes, Kigali bata lake na Haruna ninamjua mimi. Sasa hebu turudi sasa tena kwa afisa habari wa Yanga Hassan Bumbuli. Afisa habari na yule wa Yanga. Mwingine? Afisa habari wa Yanga Hassan Bumbuli. Safari suti si nani? Nani tena huyo? Kuna mwingine sema mtu Gogas Gogas. Sasa hapa Hassan Bumbuli anazungumzia uwezekano wa beki Lamine Moro kuwepo ama kutokuwepo. Taarifa za awali ana kadi 3 za njano. Ni kweli tumejaribu kuangalia ana kadi moja ya FA na hizi zingine. Kwa hiyo tunajaribu pia kuangalia kama hizi kadi zinaingiliana ili tujue kama tunaweza kumtumia au hatutaweza kumtumia. Kwa sababu ukijumlisha ile ya FA na hizi zingine zinafika kadi 3. Mmeulizia kuona kwamba bodi ya ligi wanawajibu vipi juu ya hili? Ndio tunajaribu kuangalia kanuni tangu jana. Jana ilikuwa sikukuu. Kwa hiyo leo tunajaribu kuangalia na kufanya mawasiliano ya karibu ili tuweze kujua, na by mchana tutakuwa tumejua kanuni zinasemaje, kama tutamkosa au tutaweza kumtumia kwenye mchezo huo na tutatoa taarifa. Na ukiacha Lamine Moro, Pilato wa mechi ya Jumamosi ni Rukia. Nasemaje Yanga Afrika? Na lolote la kusema kuhusu mwamuzi huyu wa kike? Hapana, tunasema kwamba tunawaamini waamuzi waloteuliwa kuchezesha mchezo huo wote, tuna imani nao, na tunasema kwamba tunaamini watachezesha mchezo kwa kuzingatia sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu, na watachezesha kwa haki ili kutoa haki kwa kila upande, lakini pia kuruhusu mashabiki waone mpira mzuri usiokuwa na ubabaishaji uwanjani. Na upande wa Simba kupitia Haji Manara wanasema nyie endeleeni kujimwambafai, wao wanawasubiri dakika 90 tu Jumamosi, na kauli ya kumwambia wanaojimwambafai ni wao, mara wanatoa sijui mchezaji wao ana magoli 2 sijui kwenye mechi 6 sijui. Sisi kuna mchezaji wetu ana magoli 4 kwenye mechi 6 na hatujimwambafai kwa sababu tunajua tumemwajiri kwa sababu ya kufanya kazi hiyo ya kufunga na vitu kama hivi. Sasa wao ndio wanajimwambafai zaidi. Sisi tupo kimya kabisa. Tunaendelea na maandalizi na tumekwisha jipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunachukua pointi 3 kutoka kwao katika raundi hii na pointi 3 kutoka kwao katika raundi ijayo, tuwe na pointi 6 kutoka mikononi mwao. Kwa hiyo sisi hatuna shida nao sana, wala hatuna cha kumwambia. Tunasema pelepete nyingi, mwisho ni dakika 90 pale uwanja wa Taifa. Bumbuli amemaliza hivyo bwana. Shughuli itaisha uwanja wa Taifa ndani ya dakika 90. Lamine Moro bado hajajulikana uwezekano wa kuwepo. Mliwahi kuhusishwa pia na beki huyu. Yupo Yanga pale. Lamine Moro bwana. Ngoja nikwambie, wanatafuta namna ya kulipwa mishahara na kulipwa marupurupu yao. Simba haiwezi kumsajili level ya beki yule. Haji bwana. No, Simba iko mbali. Unajua, sikiliza nikwambie brother, sisi mwaka huu ni mwaka tulioathirika sana. Unajua mimi nina kilo, kawaida yangu mimi nakuwa na kilo 84 mpaka 82. Yaani ndio utaratibu wangu. Kutolewa mechi ile Yudi Songo nimepoteza kilo 8. Sasa unadhani hasira tuliokuwa nayo sisi tunafikiria Champions League for 5 years kuanzia leo. Nchi itakuwa na mwanamume mmoja anaitwa Simba Sports Club. Nyingine zote zitakuwa second teams zinagombea. Kama nilisema kama Ujerumani, Bayern Munich tu. Wengine wote mnagombea nafasi ya 2 ya 3. Ndio itakachukua. Unazungumzia Lamine Moro. Simba msajili Lamine Moro. Simba alikuja kucheza pale kombe gani ile?
la SportPesa. Alikuja pale akakaa, tumemuondoa. Simba ni club kubwa sana brother. Kwa hiyo awepo asiwepo, kwanza mimi ningetamani awepo na mirafu ile ya kina Chama, sasa tupa penalty 7 ule. Kila baada ya kambia anapigana maana kama kumfu. Mimi tena naomba TFF hiyo kadi ya FA iondoeni, acheze. Kama inawezekana hiyo kadi ya FA ya Shekhe yule jinsi mimi mwangalia mechi zaidi ya 10 anapiga mateke. Sasa wewe muangalie Chama kahata kanda. Narudia master, mimi usiangu kwa master, babangu master, usifunguke babangu, usifunguke. Asifunguke bwana. Vipi kuhusu maamuzi kwanza? Mimi sina shida na maamuzi, sina shida na maamuzi. Unajua wakati mwingine waamuzi kama binadamu wanafanya makosa kawaida sana ya kibinadamu ambao wachezaji wanafanya, kukosa magoli, wakati mwingine wanatoa back passes zinafungwa magoli wanafungisha. Maamuzi kuna makosa anafanya ya kibinadamu. Maamuzi mimi sina shida naye sana, na yule amepata experience, amekuwa refa international kwa muda mrefu sasa hivi, na mimi nitakwenda kuchezesha fair pale. Alafu mpira sasa hivi unaonekana dunia nzima, huwezi kufanya na yule anataka ku maintain status yake ya kwa international referee. Sidhani kama atakwenda pale na matokeo yake kutoka nyumbani, atakwenda pale kuchezesha fair. Lakini Haji, kuna kitu umezungumza kuhusiana na taratibu za kwamba ninyi mko kwenye international level. Tunajaribu kuangalia wachezaji wa Simba, tunajaribu kutazama CEO Sinzo Mazingiza kwamba wakati yuko University of Pretoria aliweza kuiletea mafanikio makubwa sana, na alitengeneza wachezaji ambao wachezaji 9 wakawa ni wa kimataifa, wameenda kucheza kwenye hadhi ya kimataifa kule South Africa. Lakini pia ameleta mafanikio pale Polokwane FC. Leo hii amekuja ndani ya Simba Sports. Tunaona mpango wa Simba kama unaozungumza hapo wa miaka 5. Mchezaji ambaye mimi naitazama Simba au sisi tunaitazama Simba kwa wachezaji kama 3 hivi vijana ambao wanaenda nao, Aidha Miraji Osman, yuko Rashid Juma na wengine wachache. Hawa wengine katika hiyo miaka 5 watakuwa na umri gani kufikia hayo malengo ambayo unatuaminisha na kuwaaminisha Watanzania? Sijui unajua Simba ina malengo mengi sana. Simba ina malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi. Lakini Simba ndio only club Tanzania ambayo imepeleka wachezaji wengi sana kwenda kucheza nje kwa klabu yote. Kwanza hiyo ni utamaduni wetu. Sisi timu ikimtaka mchezaji kwenda nje hatunzui. Kabla hata Senzo hajaja. Tumefanya hivyo kwa miaka mingi sana. Sasa hivi target kubwa ni kuwa na mfumo ambao utafanya Simba iwe club kubwa, club ya nchi. Bahati mbaya sana ukuwepo nilikuja kuzungumza kwa mapana sana malengo ya muda mrefu na muda mfupi, ambao kwa leo nikiaweka yatawafanya wasikilizaji wetu wa Wasafi watakosa ladha. Leo wangetamani kusikia lugha sehemu kujimwambia. Mimi sio ni shida mtu akiniambia eti Simba mnajimwambia fai au Haji. Kwanza hivi wewe msemaji kama Haji utakosa kujimwambia fai? Msemaji natembelea Mercedes Benz afu nisijimwambia fai. Bwana msikilizaji, maoni yako pia ni muhimu. Huyu anaitwa Abdullah Idi anasema okay, halina maana hili. Abdul 226 anasema mwambie Haji aizungumzie Simba sio Yanga, na wazee wake wale ama wazee wao wale siku hiyo waandalie ndizi nyingi za kula uwanjani kwa sababu ya kuongeza nguvu. Sasa hapo ndio Simba na Yanga nitazungumzia Simba peke yake. Unajua kuna wakati fulani si watu. Alafu ngoja nikwambie, ushasikia mchungaji anamaliza ibada bila kulani mashetani? Haya, kuna mtu anauliza huko Instagram, anasema anaitwa Mtu Mark, anasema jamani, kwani imekuaje? Haya, kuna mtu anauliza anaitwa Peter Juma, anasema Miraji Athmani atakuwepo siku ya Jumamosi? Atakuwepo, ana injury, si atufichi. Alafu mtu mwingine anasema anaitwa Ngosha, anasema Manara mbona unaongea kinyonge sana? Sasa mashabiki watakuwaje? Kwani nivunje hizo mic? Efron Katabi wa Kigogo Fresh anasema mimi sikatai Simba wapo vizuri kipesa, wachezaji wengi na wazuri wa kimataifa na kitaifa, lakini naomba nimwambie Manara kuwa japokuwa Yanga hatujaimarika vizuri, lakini mnyama lazima afe, na ninajua kuwa wanajua kuwa hawatoki, ndio maana tambo zao zimepoa, wametepweta mapema. Wananchi tunashinda nje uwanja hadi ndani ya uwanja. Tarehe hiyo nje ya uwanja tayari nje washakufa 3-1, unajua shida yao ndani mnakwenda kufa 2-1. Hivi kweli ushiriki hivi nje ya uwanja unashinda? Hebu ngoja swali, wakati unashinda nje ya uwanja uchawi
Sebastian anasema mimi ni shabiki tena kipenzi wa Yanga. Swali langu ni mko tayari kupokea matokeo mbadala kutoka kwa Yanga tarehe 4? Maana tulishawazoea muda mrefu kwamba hamridhiki, mnaamua kungoa na viti. No. Nataka niweke very clear. Na sendi kwenye statistics za miaka mingi, za mwaka huu au za mwaka jana tu. Simba tumekuwa tunafungwa, tunakubali. Hata hiyo mwaka unaosema kungoa viti, hakuna mwanadamu ambaye anakosa hasira. Referee yule tambo ulipigwa mpira kaushika na mkono kautia ndani ya wavu. Mimi mwenyewe ningekuwa uwanjani ningempiga makofi yule refa. Yaani kachukua mpira kaudaka kauweka kwenye kifua kafunga, kaweka na mkono. Guys, mnazungumza kungoa viti. Wao wangeuana sio kama goli ile ndio ingefungwa wao. Yanga kila mechi wanaofungwa, angalia mwaka huu, kila mechi wanaofungwa ama watamsingizia refa ama watasingizia bodi ya ligi toka mwaka jana ama watasingizia TFF. Kila mchezo wakifungwa kudraw, refa mbaya, katima penalty, nawaambia kabisa watueleze. Refa ikachaguliwa Tunisia, wamesema wanaridhika naye. Wasijua kata matatizo. Bodi ya ligi ndio ile mechi na saa 11 jioni, wasijua kasingizia kisingizio mechi na saa 11 jioni. Tuko tayari kwa dabi hii. Ikitokea matokeo mengine ya kimpira, sisi tunajua huo ndo mpira. Sawa. Kwa hiyo wala hatuna shida, na tunaenda pale tukiamini kwamba mpira matokeo yake yako matatu. Ingawa kwa Simba tokeo ni moja tu kwa Yanga, ushindi. Bwana Abdallah Idi anasema okay. Sawa, huyu anaitwa Adam Kitonge toka maduka mawili, anasema tutatumia mbinu za Arsenal kuiua Simba. Gertruda Lucas anasema muulize Haji, kwa nini mechi ya Simba na Yanga kiingilio huwa kinakuwa 7,000 na wakati kiingilio cha ligi ni 5,000? Hawaoni ni kuwaumiza mashabiki? Hapana, ngoja nikwambie bwana. Unajua lazima tuwe wa kweli. Hivi wewe kwa mfano leo mimi nipate kideti na Rihanna, nitaenda naye guest ya Mwanyanga Bwege uko wapi? Mburati? Lazima nitajimwambia Serena, Kempinski, ndio ilivyo. Sheikh vipi bwana? Labda Haji Yanga na Simba kapeleke. Haji, kuna kitu kimoja. Sorry. Hapa umezungumzia kuhusu, tunamtazama kuhusu Miraji Othman, ameumia. Miraji Othman amecheza dakika 401 mpaka sasa, amefunga goli 6 na ni kijana mwenye malengo kwa ajili ya mafanikio yake ya baadaye. Kama unavyosema Simba muweze kutoa wachezaji kwenda kwenye amini kimataifa kama hivyo mnavyowatoa kwenda kucheza kwenye vilabu vingine nje. Yule bwana mdogo ameumia katika mashindano ya Senior Challenge ya kule Uganda. Mna mpango gani kuishauri TFF kwamba ili sasa, kwa kuwa ninyi mnakwenda kwenye international level, msiwe mnaingiza wachezaji kwenye mashindano ambayo hayana tija kwa upande wa kafu na klabu, kama vile mtoto ameumia na ambaye angeweza kuwa top scorer mpaka sasa kutokana na ile performance yake alikuwa nayo? Mpango huo ukoje katika kuwalinda wachezaji wenu? Kwanza Challenge Cup sio mashindano ambayo hayana tija. Challenge Cup ni mashindano mazuri sana na yameibua wachezaji wengi wakubwa katika ukanda huu wa Sekafa. Mimi nilikuwa Kampala pale, nilizungumza na Msonyi kwa kirefu sana. Kama mimi mawazo yangu ili kuyaboresha mashindano haya ya Sekafa, na bahati nzuri sasa Sekafa iko chini ya Rais Karia, nipata nafasi na nitamshauri kama unaweza hii mashindano haya ya nchi zile Senior Challenge Cup yachezwe kwa kama kwa knockout, home and away. Na unaweza wakaibia kalenda ya FIFA. Wakaibia. Yaani kuibia, unajua maana yake? Yaani FIFA calendar ndio zile mechi zetu zikachezwa. Wazungu wamefanya hiyo katika ile ligi ya Euro Nation ya Euro. Yeah. Ambao sisi tunaweza tukaibia hiyo. Kabisa. Itakuwa nzuri, alafu utapata sponsor. Ndio. Na sio Senior Challenge Cup tu, hata Eastern Central Kagame Cup. Anaweza kachezwa home, ikachezwa mtoano kwa timu labda 16 na shiriki kama vile kwa bingwa Afrika. Ndio. Nadhani itakuwa bora, lakini sio mashindano mabaya, ni mashindano mazuri, yametoa vipaji vingi. Leo tusingemjua mtu kama Peter Dao, tusingemjua Wilberforce Mulamba, tusingemjua John Soko, wachezaji wa Zambia walikuwepo huko. Wachezaji wengi kina Jack Chamangwana. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yameibua wachezaji wengi na tija huku. Unajua ukanda wetu bado uko nyuma. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwashauri TFF
wasitumie ile mashindano, lakini tunaamini kwamba Sekafa inaokuja inaweza ikaja na mpango mzuri ambao unaweza kuboresha. Sawa. Tupokee simu za wasikilizaji wetu. Hello. Naona huyo yuko tayari. Sauti ya redio yake iko juu kweli kweli. Hakikisha unapopiga simu hapa ondoa kabisa sauti ya mazima kabisa redio, tusikilizane kwa simu. Hello. Ondoa kabisa sauti ya mazima. Hello. Habari yako? Kama mnaongea na Valentine kutoka Geita hapo. Karibu sana. Napenda kumuuliza Haji Manara. Ndio. Hello. Nakusikia, endelea. Anasema siku ya mechi ya Tani wa Jaga ataenda na matokeo gani? Yeye kwa mpango mmoja tu. Asija kaingia kwa kulaumu zima refu, maana kila sana na kila kitu. Ona hajasikika vizuri huyo, ama kuna ambaye amemsikia swali lake. Hello. Habari yako? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Nurpili, napiga simu kutoka Pugu Kidogo Fresh. Karibu sana ndani ya Sports Arena. Una swali ama una maoni kwa Haji Manara? Nina swali dogo kwa Haji Sande Manara. Sawa. Nilikuwa naulizia kuhusiana na mfumo wa kuingia uwanjani. Sometimes kunasumbua sana. Naweza kupita pale mapema alafu kakaa nje muda mrefu, itaisha vipi? Aha, swali lako ndo hilo Atakujibu mkurugenzi wa wanachama na washabiki wa Simba Bwana Hashim Baga. Ndio nimeandaa utaratibu. Utaratibu ni kwamba kwanza tunaomba mfike uwanjani mapema, kuanzia saa 4 milango itakuwa iko wazi, na ukate tiketi yako kuanzia sasa. Vituo vya tiketi na mawakala wote wa Selcom sasa hivi wanauza tiketi, na utamaduni wetu wa kuchelewa kuja uwanjani unaomba ukome. Twende na utaratibu mpya, kutokana na milango na miundombinu ya uwanja wa Taifa ya sasa hivi hairuhusu watu kuingia ndani ya lisali moja na nusu, zaidi ya 300. Kwa hiyo ili kuafford hiyo kitu na kuiondoa lazima tuwai kuanzia saa 6. Kuna burudani nyingi, kutakuwa na muziki, kutakuwa na mechi za kabla. Kwa hiyo kuanzia saa 6 unaweza kuingia uwanjani, hamna shida, mapema kabisa, ili kuepuka usumbufu. Sawa, bwana, pitia comments hapa nyingi. Wengi bwana wanagusia swala la muamuzi. Wasemaje? Wasema vipi? Jaribu kuuliza Simba hawana shaka yoyote. Hilo ndio swali lao. Hatuna shaka, tuwezi kumtia pressure muamuzi. Unajua, ngoja nikwambie. Unajua shaka wana Simba mimi naijua inatoka nini. Ndio. Kulikuwa na mechi Simba na Yanga ilicheza 2016 msimu 2015 ambao Yanga nadhani ilikuwa mechi ya mwisho kuifunga Simba, alichezesha Tunisia. Ile mechi ya Sanbanda ilipewa kadi. Yani kulikuwa na vitu controversial kama vile vitatu. Lakini hiyo ni ambayo makosa hayo anafanya hata msemaji nafanya, Ahmed unafanya, mchezaji anakosa goli. Tusimpe pressure mwamuzi huyu. Tumwache achezeshe mpira. Watu wengi hawajui mwamuzi huyu ndio aliochezesha tuliwafunga Yanga goli 2-3 ile Mtani Jembe. Yani watu hawalijui hilo. Huyu mwamuzi mzuri tu. Mimi sina shida hata kidogo. Shida yangu ni kwamba aende pale bila kufikiria matokeo ya mfukoni wala kubalance. Unajua mimi nina tabu moja na waamuzi wa mpira wa Tanzania, hususan unapokuja kwenye dabi. Hususan kwenye dabi wanapenda kubalance. Yani kwamba akitoa kadi huku lazima atatafuta namna atoe kadi huku. Akitoa penalty huku lazima atafute. Mpira hauna kubalance, mtu kakaa vizuri apigwe mpaka 9. Shetani maridi. Sawa. Hebu tupate nafasi ya kumsikiliza Abdul Sauko. Huyu ni katibu mipango wa zamani wa Yanga. Yeye anazungumziaje kuelekea katika dabi hiyo ya Kariakoo? Inshallah Mungu akijalia atachinjwa. Lakini umesikia maneno ya Raga yanatamba kwamba kwa Simba hii Yanga wanaweza kupigwa nyingi Jumamosi. Kuna nani anasema hivyo?
Rage Ismail Aden Rage alikaririwa na vyombo vya habari na hasa kupitia pia Sports Arena akisema kwamba Yanga watakufa nyingi. Rage ni mtu wa porojo, yeye ni mhamasishaji. Unajua Itenge mechi inapokuja Yanga na Simba huwa kuna mambo mengi, mataarifa yanakuwa sahihi, watu wanakuwa wanaweka vizuri kisaikolojia na kila kitu kinakuwa sawa sawa. Mimi naamini kwamba huwezi kwenda kwenye mechi ya Simba na Yanga ukaenda na matokeo mkononi. Hiyo ndio inafanya watu wanakuja kupata pressure na wanazimia. Utakusema vipi sasa kwa mechi ya Jumamosi? Jumamosi iko vizuri, yule anayetamba kusema atampiga mtu atakayepigwa. Na wewe Yanga anatakiwa tu tujipange vizuri, watu waelewe, kwa sababu viongozi wetu wengi ni mara ya kwanza kukutana na dabi ya Tanzania, wajue nini kinatakiwa kufanyika. Yale mashimo yote yafukiwe, basi mambo yatakuwa sawa sawa. Kwa hiyo mechi hii mna uhakika Yanga Afrika mtatoka na kicheko? Ndio nia yetu, ndio nakwambia kwamba tatizo ni kwamba viongozi wote ni wapya katika dabi ya Dar es Salaam. Sasa sijui kama wamefukia mashimo yote, lakini sisi ambao tuko pembeni na sisi tunafukia, tukiona kuna shimo tunalifukia tu bila kusubiri viongozi kutuambia. Abdullah Sauko, katibu wa mipango wa zamani wa Yanga, huyo akizungumza na Maulid Baraka wa Kitenge kuelekea katika dabi hiyo ya Jumamosi. Bwana, umemsikia? Tambo bado zinazidi kuendelea, lakini nataka nimrudishe Haji nyuma kidogo kuhusiana na swala la mwamuzi Jonisi Rukia. Concern ya watu ni kuhusiana na ukali wa mwanamama yule. Ndio maana wanakuwa wana hofu labda kwamba huenda mambo yakaenda ndivyo sivyo hiyo siku. Ndio maana swali lilikuwa linaulizwa sana kwako, wewe unamzungumziaje huyo mwamuzi? Mimi huwa siwapi pressure kabisa waamuzi. Na nimekuwa mpaka ukiona siku nimezungumza kuhusu mwamuzi ujue nchi nzima najua mwamuzi kweli kavurunda. Siwapi pressure kabisa. Na singetamani kuona watu wa Simba wanampa pressure mwamuzi. Wamwache akachezeshe. Swala ukali, unajua ilivyo, yule Yunisia ni mwanamke. Ngoja nikwambie ni siri moja. Yunisia ni mwanamke. Aende kucheza mechi kubwa ya wanaume. Shida sisi wanaume kuna wakati unakali dharau fulani huyu mwanamke, unaweza ukamletea nyodo fulani. Kwa hiyo lazima aonyeshe kwamba yeye pale ndio judge. Nadhani ndicho tujaribu kufanya. Na anazidi kupata uzoefu. Mimi siamini kabisa kwamba kuna rafiki yangu mmoja juzi kaambia, unajua Jonisia watu wanasema yule mtu wake sana. Kuna kiongozi mmoja alikuwa TFF, kwa hiyo amenipigia simu kabisa alipoona tangazo la Jonisia mwamuzi. Na wengine pia wakisema wale washika vibendera ni watu wenu wa Simba. Jamani, mimi kusema kweli pale nimemjua vizuri ni Hamisi Changwalu. Hamisi namjua vizuri kweli. Kumjua kwa maana Hamisi Changwalu kwa mtaa Kongo, mimi kwetu mtaa Mafia na Bonde. Yaani tumekaa kama mita 200. Okay, kanzidi kama mwaka na lakini tuko age mate nadhani. Na hakika yule mtu kazaliwa nyuma klabu ya Simba. Lakini maki yule si ni kufanyisha bwana nisi nikasema nikamharibia na mechi siku. Bwana Bin Suleiman anazungumza na msikilizaji katika live. Hello. Habari? Nzuri. Karibu sana. Unaitwa nani na unazungumza kutoka wapi? Bwana anazungumza kama Nuga sponsor. Naitwa Mohamed Mwinyi na nazungumza kutoka Tuangoma. Karibu sana Mohamed. Swali lolote kwa Haji Sande Manara? Labda kwanza mimi niseme kitu kimoja kwamba Sande tumemsikia ni mtu ambaye kwa kweli ana propaganda maneno mengi, lakini nataka nikuhakikishie kwamba baada ya Jumamosi Haji Manara na kuwa pia hatopatikana katika simu, na kitakachofuata kama kawaida yake wewe bwana. Unajua Haji Manara ni muha, watu wa Kigoma hawa na nature ya ubishi. Kitakachofuata wewe bwana lazima atabeba ma TV yake. Unajua kuna wakati sisi Yanga tunajiuliza hivi Haji Manara kweli ana akili timamu? Hivi mtu unafikia hatua eti mechi imeisha unabeba ma TV unawatafutisha. Angalia ni ndio nini alafu ana pressure. Yaani Haji yule alipo hata sasa ukimsalimia tu asubuhi akiamka tumwambie bwana Haji habari za asubuhi, neno la kwanza kulitaja ni Yanga. Sisi Yanga tunajua kabisa Haji Manara ni Yanga mwenzetu pale anapiga tu hela mwingi, lakini Haji anaipenda sana Yanga. Yaani kuna maeneo unakwenda kabisa unajiuliza hizi mtu na akili zako kweli.
samahani hapo najua atakuja Nugas. Hebu jaribuni mmoja Nugas. Katika maongezi mimi naamini atahitaji Simba kwa sababu tu anacheza na Simba. Lakini Haji hata hiyo hachezi na Yanga, anataka timu yote. Ukimuuliza tu swala la mpira atasema Yanga. Yaani bila kuhitaja Yanga huyo Muha. Hana raha kabisa. Ni mtoto wetu, ni wa kwetu tunajua katika kwenye vifuno vya Yanga. Ni wa kwetu tunajua yuko pale anafanya tu kazi. Lakini sasa kuna maneno mengine anakwenda anaongea yani anaongea pointless, hata mtu unakaa unajua kabisa huyu kweli ni msemaji au ni MC huyu. Hivi huyu ana uwezo kweli wa kuichangia Yanga. Yanga nitaka nikwambie kitu kimoja, sisi tunajiamini na ninakuhakikishia anapigwa Haji Jumamosi na atazima simu kama kawaida yake. Asante sana. Asante sana. Hizi tambo hatari sana. Haji umesikia? Haji umesikia maneno haya? Unajua nikwambia kitu kimoja. Nilizungumza mwanzo. Sisi kwenye dini kule, kwenye Uislamu, ili uisome aya Mwenyezi Mungu, unatakiwa useme neno fulani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Unamlaani kwanza shetani. Lazima. Yani lazima. Na kwa wachungaji hawezi kumaliza ibada au maskofu au padri bila kumlaani shetani. Kama utamaduni lazima nimlaani shetani. Sasa shetani hapo ni nani? Mzungumza nadhani imeeleweka. Lakini niwaambie kitu kimoja. Mimi sijawahi kwenda kuzima simu. Eti kwa sababu Yanga kashinda. Kwa sababu Yanga, mimi nilikuwa msemaji wa Simba hii nadhani mechi ya 14 kwenye dabi. Nimefungwa 2. Tena 2010 nishasa 2015. Sasa nimezimia wapi? Au Yanga wamenifunga lini mpaka nzime simu? Mimi kila mechi napiga. Mimi sio sikuwa msemaji afu nikafungwa na Yanga. Nimeshajiapiza. Ile mechi ya mwisho watu walotukana. Sheikh nakwambia kitu kimoja. Jana nimezungumza kwa hikma, watu wamesifu Haji Kombo na hikma, kaambia hapana, suti nilivaa. Ulivaa suti jana. Kwa hiyo suti kwa mwingine. Mimi sio zungumzaji wangu wewe. Sio zungumzaji wangu. Nilicheza mind game tu na maana yangu. Au kwa sababu CEO alikuwepo. Na hapana, mind game tu. Mind game. Nilifanya kitu ambacho na maana yangu. Mimi nataka watu waje pale uwanjani. Mimi saizi nikisema sana Yanga watakuwa hawaji, sio wanaogopa. Anasema Haji tutamfunga. Acheze Yanga na Haji, wanacheza Simba na Yanga. Yaani mimi nawachezea hawa, unajua ngoja nikwambie shida ya Yanga Afrika. Leo zungumza msemaji gani? Msemaji gani? Mimi ndo msemaji peke yake. Nimedumu katika hii kazi zaidi ya miaka 6. Hajawahi kutokea Tanzania. Hajawahi. Yanga washabadilisha wasemaji zaidi ya 40. Mimi niko hapa. Kaja si nani mimi nipo. Anakuja mwingine anaitwa mimi nipo. Anaitwa mwingine. Jana wamemfukuza mwingine mimi nipo. Washachukua mpaka waburudishaji watu wenye kwaya, mimi niko hapa. Mimi kiboko sana kwa wao. Wao wananiogopa zaidi mie kuliko hata mimi sichezi, mimi sio Kagere. Mimi sio Okwi, sio Ulimboka Mwakingwe, sio Mwameja. Lakini wai Yanga wafikirie Simba, wasimfikirie Haji. Ila nawaambia hata sijasema. Baada ya mechi Jumamosi, wallahi wanaama mitandao wote. Sababu mimi Yanga wote nchi nzima waniwezi mtu mmoja. Wote nchi nzima, wote waniogopa. Nikipostiki, wewe angalia kwenye page yangu, mimi kwa mfano hata nikiweka msikiti, basi Yanga unalote toka huko. Sasa jamani. Bwana, hebu tuzungumze na wasikilizaji pia. Hello. Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Maimbo Rajabu Mdoe. Ndio. Niko Rushoto maeneo ya Soni Tanga, panaona kupitia kingamuzi cha Azam TV. Safi sana, karibu sana bwana kutoka huko Rushoto. Asante sana. Mimi bwana ni mnyama. Ndio. Nampongeza msemaji wangu. Ameongea pointi nzuri, tumemuelewa. Kikubwa anachotaka kumwambia ni kufikisha tu ujumbe kwa makocha wetu, labda kama wanasikiliza sasa hivi Wasasa FM, nahitaji mpira zile gonga zile zisiende taratibu, zigongwe wakimbizwe. Wanipata vizuri brother? Nakupata vizuri kabisa. Game ya juzi tumecheza vizuri, zimegongwa nyingi sana, zimegongwa za hata nyingi sana, ila tulikuwa tunahitaji magoli mengi. Ila kwa juzi kuna marafiki zangu wanaambia leo tuna relax, ushindi lazima. Kwa hiyo hatuwezi kutoka jasho kwa game kama ile ya Ndanda. Ila uongozi na makocha walimu wa Simba, nahitaji game ya Jumaa. Mimi natoka kesho huku Lushoto na kuja Dar es Salaam kucheki game. Lazima hiyo 100% tena kuuliza. Ndio.
mnahitaji zile gonga zile sambusa zile, tukivuka tu upande kutoka upande tukifika upande wa kwao, upande wa pili ziende kwa kasi nyingi. Leo kanda pale lazima penalty zipo nyingi sana, hakuna beki wa kuwakaba zile winga zetu, na hata katikati hakuna pale, sijaona mimi. Sawa. Okay, asante sana, tuko pamoja. Maimbo Rajabu Mdoe Lushoto hapa, Karibu sana Dar es Salaam. Okay, asante. Umesikia anatoka Lushoto. Na umesikia anataka nini, kuja kuona nini uwanjani? Of course, unajua sisi tumekuja na slogan ya one touch slogan ya one touch, operation 3 points. One touch ina maana moja tu, kwamba watu wafaidi kiingilio chao. Zamani utotoni tulikuwa tunasema wafaudu. Yaani mtu hawezi kuja uwanjani anipa 7,000, 30,000 au 20,000, alafu kwa sababu upande mmoja utakuwa unabutua. Kwa sisi tumesema watu wa entertained. Upande mmoja unabutua na kutegemea kurusha tu. Ule mpira wa miguu hawezi kwenda kuna mpira wa kurusha pale. Sio mpira wa pete. Ile sio mpira wa pete ule. Sisi tunataka kupiga one touch. Kuda dadeki na piga wale. Sheikh huyu amezungumza jambo la maana sana. Mimi jana nilizungumza na Matola. Matola sikiza. Watu wanachotaka sio kushinda tu. Watu wanataka kuwa entertained. Wakivuka, yani unajua Yanga wale sisi tukiwa pressure, piga pressure dakika 5, serious pressure ya Simba Sports Club leo kanda hata chama hawezi kutuzuia bwana. Moja kati ya kauli ambazo zilizungumzwa na kocha wa Ndanda Sports Club, meja mstaafu, ana akili huyo. Ulisikia bwana, huyo kocha ana maarifa huyo, ulisikia? Hebu weka kwanza, hebu tuweke. Au una wewe unayo ile nafika kauli ile kauli bwana, ipo lakini kwa sasa inaweza ikawa ipatikane. Ile ungechezesha ile hata yule kasema hivi, kwa sababu amekiri kwamba kwamba angefunga magoli, angefungwa 7. Yule kocha ana maarifa, kwa alikuja kuzuia. Tunaweza tukaipata. Yule kocha ana maarifa kutengeneza timu ambayo unaweza kupambana na Simba kwa sasa. Ukiopen hapo unaweza kufunga hata goli 7, ndio ulikuwa unahitaji hiyo. That is a strategical approach. Na kama ingekuwa sio hivyo, wao wangetaka kufunga magoli mengi, they could have to make more effort. Sasa hapo ungejua timu yangu inaweza kureact vipi. Sikuhitaji mimi kushinda, mimi nilikuwa nahitaji nipunguze idadi magoli according to my time. Sasa wewe usiniambie kwa nini unichezeshe fulani. Bwana huyo ni kocha maarifa sana, lakini makocha wote smart wanakuja hivyo. Ndio maana muhusia kila wakati master. Uwezi Shekhe, unajua kila wakati na zama zake. Ngoja nikwambie, mimi kuna wakati nilishashuhudia Yanga na Simba mwaka kwa mfano 80 na Edo sio kwa shakuja kutoka mjini 83. No, nazungumza very serious. Mwaka 83 Simba kutoka Brazil. Kwa mechi ya kwanza bila Dar es Salaam. Mimi mdogo sana, nilikuwa mdogo sana. Mechi ya pili Yanga wakafunga 3-1. Mechi ya tatu wakatufunga ikawa na kombe la muungano. Zamani kwa kombe la muungano, ligi ya muungano. Wakatufunga goli 2-0. Mechi ya 4 sababu ligi ya muungano sinaye home and away. Mechi ya 4 Simba wamemleta mpaka Martin Kikwa. Ndio zamani usajili wa zamani ulikuwa mtu anaweza akacheza Ulaya, akacheza Arabuni, akaja hapa mkamuingiza kwenye dirisha, amna dirisha amna chochote. Ndio. Mechi ikapigwa Simba miaka ile bila. Lakini ile bila Simba tunashangilia. Of course Yanga walikuwa, sababu Yanga wakati nakwambia wana full muziki, ukuta wao wanaitwa Berlin. Bana, Amasha, Athman Juma Chama, Alan Shomari, Juma Mkambi, Charles Boniface. Hao wasemaji wa Yanga wakikutajia hiyo timu nikate kichwa. Hao wanasema wasemaji wa Yanga wote hawajui timu yao. Yaani mimi bwana Shaksi, ngoja kwanza mimi nauzi mpira wa nchi kwenye mikono yangu. Msemaji ni mmoja tu, wengine wanaomba Mungu. Atakuja kesho. Atapiga kelele. Sasa ngoja wewe anajua mpira. Wewe ngoja akija kesho muulizeni swali moja. Muulizeni swali hivi. Yanga na Simba mwaka 2000 mechi ya mzunguko wako. Maana msemaji lazima uzijue timu zako na ujue mpira. Mechi ya kwanza Simba na Yanga mzunguko mwaka 2000 nani alifungwa? Au muulize Lunyamira alikuwa anacheza mangapi? Akakutajia nikate kichwa. Bwana Shaksi Ikhala anasema vipi Haji Manara kuhusu usajili wa ule mchezaji wa UD Songo? Mambo vipi bwana? Inakwendaje? Kwa sehemu au leo tutatangaza, nimesema mwanzo na leo umechelewa kipindi. Nimesema tutangaza baadaye usajili wetu.
si atukurupuki, asiwe na haraka. Si atusajili kwa chapa za mtu, mara si chapa nini hapa, si unasajili tu kwa sababu ya mahitaji ya walimu. Kwa kuna surprise kuelekea Jumamosi. Hii Simba bana, this is Simba. Manara. Yes. Wanayanga wanakuambia Jumamosi wana jambo lao wanataka kwenda kulifanya taifa. Tuna jambo letu. Tena Bumbuli alisema jana tuko hapa. Na jana mlimita Bumbuli. Tulizungumza naye moja kwa moja akasema tuna jambo letu. Ngoja. Hebu nauliza swali jamani. Nyinyi mnajisikiaje kama kituo cha radio mara mnampigia Bumbuli, mara Nugas, mara si Kandoko, si Kundoko? Hivi Simba si msemaji mmoja, timu gani inakuwa na wasemaji kama vile nani, kikundi cha Sunsumia? Sheikh, kuna msemaji na afisa muhamasishaji ambaye ni Antonio Lucas, na kuna afisa habari. Afisa muhamasishaji yuko ni Ben Batili. Sheikh, mpira una uhamasishaji bwana, mpira una mtu mmoja tu. Bwana Ashim, msemaji kuelekea hiyo Jumamosi, sababu wewe uko karibu sana na wanachama pamoja na mashabiki, una lipi la kuambia? Kikubwa ni kwamba wapenzi wote na mashabiki wa timu ya Simba ndio kwamba taratibu zote za kiusalama za kuhusu ticket zimeshakamilika, na mpaka sasa hivi hapa nimetoka kuongea na Selcom, wameshaanza kusambaza wale watu wao wa ticket. Kuna vituo zaidi ya 12. Tabata kitakuwepo kituo rasmi, pale Catalunya karibu na Catalunya pale Mlimani City pale kwenye wauza magari pale kwenye wauza magari. Sinza itakuwepo sehemu nyingine, uwanja wa Taifa, Mbagala Dar Live, Posta itakuwepo. Kwa hiyo tunaendelea kutangaza, na kwenye platform zetu za Simba tunaendelea kutangaza sehemu ambazo tiketi zitauzwa. Buguruni, Sheli. Kwa hiyo watu waanze kununua tiketi sasa hivi. Ndio. Kuna tabia ambayo imetokeza kwamba mtu anaenda pale, anaacha kununua tiketi leo, anaacha kununua tiketi kesho, siku ya mchezo saa 8 anaenda pale, alafu badala ya kwenda kununua tiketi kwenye mashine anapenda kulanguliwa yeye. Unajua Tanzania ndio hivyo. Anapenda yeye kulanguliwa afu anakuja kulalamika. Umeelewa Mtu tiketi 7,000 anasema mbona tunanunua 10,000? Nani alikwambia ukanunue? Umeelewa? Kuna aina 3 ya kununua tiketi. Aina ya kwanza ni wale wenye kadi. Una uwezo kutumia kadi yako, ambayo hiyo kitu sisi kama Simba tumeshaifanya. Tutaanza nayo ingine hiyo formula kwenye kadi zetu kuanzia Simba Day. Tutatumia kadi zetu zile za wana Simba zinazokuja, tutazungumzia siku nyingine. Lakini sasa hivi mtu yote mwenye kadi ya Selcom unaweza kununua. Lakini aina ya pili, una uwezo wa kudownload app ya Selcom ukanunua ticket kupitia simu yako ya smartphone bila kuwa na kitu yote. Unanunua na unapata ile barcode. Unapata barcode yako ambayo ile barcode unaenda kuingia nayo siku ile pale uwanjani. Aina ya tatu ni kununua ticket kwa njia ya karatasi. Lakini naomba tuhakikishe, na naomba kutoa rai kwa watu wote, usinunue ticket bila kuona inatoka kwenye mashine ya Selcom. Usinunue ticket mkononi kwa mtu, kwa sababu ukifika pale kwenye mashine haitakubali. Ndio na copies nafanya nini, alafu matokeo yake mnaanza kuturudia kwamba viongozi mnatuuzia ticket fake. Wewe ndio umekubali kununua ticket fake. Nunua ticket unayoiona inatoka kwenye mashine ya Selcom. Asante sana. Sawa bwana, si mashahidi kwamba jana tumesikia masuala ya camp yale sijui Zanzibar wapi, hakuna tena. Tushavuka mambo tushavuka, mambo ya kizamani wao. Sisi camp yetu iko pale au mnabana matumizi. Sheikh, camp ya Simba toka mwaka juzi haijahama, mwaka huu tumehama, kwa maana kutoka Siske kwenda Mbezi. Wenzetu ndio wamehama, umetoka Tandale kwa Mtogole wamekurupuka juzi. Alafu bwana, angalieni bwana, juzi ilikuwa nitoke bahati mbaya hiyo. Mimi nakaa jirani na Regents, na pale Edo nafahamu, ndio sitting room yetu, tunakaa jirani. Basi nimempigia simu yule mwendazimu wangu Steve Nyerere, bwana uko wapi? Na huyo Edo alikuwa wako na Mbezi. Nyie mko wapi? Tuko Mbezi, njooni basi tukutane Regents. Mimi nimesahau kama Gongowazi wanakaa pale. Nimekuja na gari Hamadi, dereva wangu akambia bwana, mbona kama watu wanga? Akasema mtume leo ngeni wao. Hebu imagine juzi, Mungu, ile siku mwaka mpya. Yaani nilikuwa nivamia mimi na mimi naenda kila siku. Sasa nyie Yanga mtoka Tandale huko mpozoea, mnakuja Mikocheni na wahusu nini Gongowazi Mikocheni? Kweli jamani, yao kwa sababu ndio mechi Yanga na Simba.
Na baada ya pale nitamwambia brother Ray wasirudi tena. Wanatuzia tabu kubwa Mikocheni ni Yanga na Mikocheni wapi na wapi Yanga. Watu wa Tandale na huko Mikocheni wapi na inahusu nini? Nguvu ya fedha hiyo ndio wanakuonyesha kwamba hawahitaji makundi. Unajua matatizo makubwa na yote. Sababu mchezaji, ngoja nikwambie kitu moja. Mtu kishazoea kulala huko kwa Msisiri, ukimleta huko hawezi kupata usingizi. Anashangaa kila kitu. Tayari sana wanaleta watu. Bwana Haji, watu wanasisitiza hapa baada ya mechi bwana, yale masuala ya kuja na TV na projector uyaache. Ngoja niwaambie, narudia hivi. Nilifanya ile mechi. Alafu Yanga unajua anajitia kama hamnazo. Kwani wauze mechi? Ile mechi Yanga alishinda. Ile mechi ilionyesha fact. Kwamba mechi ile imeisha kwa sare, Yanga wanashangilia. Clear penalty 3. Si unajua ile kwa timu ya Mbeleko kulikuwa na timu Yanga Mbeleko mpaka mechi za away wanachezeshwa nyumbani. Ile timu imepita. Ndio maana sasa kila kitu kulamika bodi ya ligi, waamuzi, ile timu ya Mbeleko imepita. Sasa kusikiliza redio hii moja kwa moja pote pale ulipo, mambo yanakuwa sawa kabisa. Tupo na Haji Sande Manara toka mwanzo kabisa, afisa habari huyu wa Simba akizungumza mikakati, mipango kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo, lakini pia akijinasib na kutamba kwa kile ambacho timu yake inajiamini kwenda kukifanya uwanjani dakika 90 za mchezo huo. Lakini pia Mbaga naye tupo hapa, mkurugenzi huyu akidili na wanachama na mashabiki yes, akikwambia kuhusu miundombinu ya kuingia uwanjani. Viingilio tayari umeshavisikia, hivyo kazi kwako mpenzi wa soka ambaye utakuwa tayari kabisa kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. Sasa hivi wanaona kwea Mwewe unafika kabisa, mambo yanakuwa mazuri. Sababu hata watu wa Kigoma wenyewe wanafika da. Wewe kwa nini usifike? Upesi. Raka kabisa iwezekanavyo. Manara, kuna swali ambalo pia limekuwa likiulizwa sana na mashabiki wa Simba kuhusiana na basi ambalo linasambaa kweli kwenye mitandao ya kijamii likiwa lina chata za Simba. Wanataka kufahamu lile basi ni la kwenu ama ni picha tu ambazo zinakuwa zinasambaa? Unajua sio basi tu, leo nimeona na ndege inasambazwa. Yes. Hii ni Simba, kwa hiyo kila jambo unajua, kwa mfano ukishakuwa mtu Mungu amekujalia amekuruzuku, kila jambo jema wanaku. Sasa ushasikia mtu kwa nini ile basi lisitengenezwe la Yanga? Litakapokuwa tayari jambo letu tutengenezwe. Simba ifanye vitu kwa litakapokuwa jambo limekamilika, letu sio letu tutalisema. Sawa. Adidas Mchaga Simba anasema muulize Mbaga, je, mashabiki wa Simba wakiwa na namba ile ya NIDA anaweza kupata kadi ya wanachama wa Simba na Jumamosi usajili utakuwa uwanjani? Asante. Sasa hivi tuna focus kwenye mechi ya Simba na Yanga. Mambo ya usajili yako pekee. Usajili wa kadi za mashabiki kutupatikana ni kwenye matawi ya Equity peke yake. Na anachouliza kwamba anaweza kusajiliwa kupitia namba ya NIDA, kutokuwa na kitambulisho. Una uwezo wa kusajiliwa kupitia namba ya NIDA. Namba inatosha, sio kitambulisho. Namba inatosha. Yes. Sawa, jibu umelipata. Hello? Habari yako, tafadhali punguza sauti ya redio yako. Bana tayari. Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Ahmad kutoka Kamal au yako mtumishi. Karibu sana bwana. Wewe shabiki wa timu gani? Simba, Yanga? Yanga. Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Punguza sauti wewe. Tayari ili tukusikie vizuri bwana. Hapo tayari bwana. Asante Mungu. Bado hujapunguza, mimi sijakusikia. Punguza sauti ili nikusikie. Sasa unapozisha sauti utakao ujisikie mwenyewe. Hapo tayari mzee Manara. Asante Mungu chef. Haya. Karibu bwana. Bwana nashukuru. Kwanza sisi watu wa Chamazi huko ndio mtu kama Jumana tunaita mzee wa Nyambo. Mzee wa Nyambo lile, yani Nyambo lile, yani mtu mmoja mjanja mdomoni. Ndio. Alafu kitu kingine, mpira ucheze mdomoni shekhe. Hivi tukitazama mtu kama wewe Johnson ambao ni Ulaya, lakini kwa mbona kutarapuka uwanjani angalia Manchester City au Chelsea au Arsenal anaweka mpira uwanjani, anaweka wavuni. Na maana kama mpira unachezwa uwanjani, unajua maendeleo ya timu Simba mmedevelop tukatai. Lakini sasa mnapokuwa mataifa yangu si Yanga si nini? Hebu
zungumzia kiufundi, tujue kweli bwana Manara, wewe mpango wako utatufunga kwa bwana, mimi mfumo wangu huu nafanya 1 2 3 4 5 mtakufa, au sio bwana? Lakini wao mnacho unajua sisi tuna kazi unajua sasa nini Manara bwana, shekhe wetu bwana, wewe msemaji unakula ugali wako kupitia usemaji wako tukitaki, lakini Nyamburire hatutaki. Tusubiri Jumamosi tuangalie mazingira, alafu sasa ndio utakuja tena hapo studio utuambie, ututambie baada ya vitu kuonekana. Tena mzee wangu umwambie kabisa mambo yakiwa mabaya aje bwana studio aje. Aje. Alafu kitu kingine shekhe, unajua sisi tukatai kwamba kila jambo lina wakati wake. Kila nabii ana zama zake. Umezungumza vizuri before kwamba ulikuwa unanyanyaswa na Yanga nini. Okay, ndio mpira unataka tambo, lakini sasa vile vile basi weka tabaka ya maneno shekhe. Cheki kwenye mpira bwana, Baka anaweka kwenye favor. Baka anaweka kwenye Yanga. Unasikia shekhe, Baka wewe sio kwenye gongo wazi bwana. Alafu wewe utakuwa mzalamu wa wapi? Chamazi kwenu au umehamia? Wewe mako unakaa mzalamu. Mimi Makonde pure. Basi ndio maana. Bwana shukrani sana. Una la kuongeza? Na nao la kuongeza kidogo. Vocha imekata ndugu yangu, kata simu. Motivate watu wa Simba. Anafanya kweli inapendeza. Sometimes mtu ukiona unawahamasisha watu fulani nao wakahamasika, bwana so talented Mr. Manara, shukrani, pongezi, kongole, kila sehemu ya kupatia riski ndio hiyo bwana, shehe wetu usilete na vipi. Haya bwana. Nashukuru bwana. Shukrani sana. Unajua kama wiki ngapi hapa katikati nilikutana na mtu mmoja maeneo fulani mjini. Sasa kaniuliza, wewe unajua hii habari ya riski, hebu acheni bwana hizi habari za riski, habari ya riski zinatoa Mwenyezi Mungu tu. Kila mtu anatafuta riski popote pale. Unajua yani mtu mpaka anahoji vitu vingine vya ajabu. Washabiki wengine nadhani hawaelewi. Unajua mpira huo utani wa Yanga na Simba. Nyinyi mmefanya kitu kizuri sana leo Wasafi. Na nafurahi kesho mnamuita na msemaji au na nani mhamasishaji mtaje jina bwana. Msemaji na mhamasishaji. Wallahi mimi sijui ya watu majina yao. Wako nani vuruga? Amjua Antonio Nugas Haji. Yani kwa maana yani sijui nani ni nani. Kuna Antonio Nugas nimekuambia huyo ni msemaji na mhamasishaji. Ndio anabaga yale masafari suti si makaunda suti. Sijui kweli serious. Sijui kuna mmoja anabaga masafari suti fulani hivi. Kama rangi za nani? Na mwingine ni Hassan Bumbuli. Huyo ni afisa habari. Yule mwingine nani alikuwa anaitwa? Kuna mwingine tena? Dismas. Mako wengi na kikundi kabisa. Dismas tayari hayupo tena. Okay sawa. Mnafanya kazi nzuri. Narudi kwenye point yangu. Wasafi mnafanya kazi nzuri leo na radio nyingine zote na TV nyingine zote. Lakini hii maana yake nini? Maana yake ni kuonyesha ukubwa wa mechi. Mimi moja ya kitu ambacho nimedhani nimejitahidi kukirejesha labda katika kipindi ambacho nipo ni ule utani wa jadi. Watu hawajui hii ni kitu kizuri sana kwa afya ya Mtanzania na afya ya mpira. Ndio. Wiki yote ukiacha swala la Nasibu na Wasafi kwenda Kigoma, baada pale watu wanazungumzia Yanga na Simba tu. Hamuoni faida kubwa. Hata kama kungekuwa na crisis kubwa kwenye nchi leo, hakuna ambaye angejali. Simba na Yanga ni kitu kingine kabisa. Watu waelewe, tunapofanya utani wa jadi hatutengenezi chuki. Ndio. Kwa pekee duniani ambazo ni watani wa jadi ni Simba na Yanga. Yale Giants, Gor Mahia na FC Leopards sio hatari, ni maadui. Mechi yao ni vita. Ahali na Zamalek ni vita. Esperance na sio naitwa Esperance mpinzani wake ni BC Lions. Ni vita. Hivyo na nchi nyingi tu. Boca Juniors na River Plate. Sisi mechi watu wanaenda pamoja, tunataniana, tutacharurana kwenye maredio, lakini mwisho wa siku sisi yetu ni furaha. Mwisho wa siku watu watacharurana, apigwi mtu kibao afanyini. Kwa tuendeleze hii dhana hii ya utani wa jadi, sio
washabiki wapya walioibuka kwenye mitandao ya kijamii wanadhani ni vita. Yani mimi na wacharula Yanga watu wajua jamaa na hivi mimi nitawachukiaje Yanga kiasi hicho ambacho unachokifikiria? Babangu kacheza pale. Au wewe ndio unaijua sana Yanga kuliko mimi nilozaliwa mita 50. Tunafanya hivi kuendeleza utani wa jadi huu. Una faida kubwa kwa afya ya Mtanzania, lakini kwa afya ya mpira. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi ni wahusie, lakini la mwisho maana msiniweke hapa tena, leo na tui kubwa na kwenda kwenye vituo vingine. Niombe washabiki waje kwa wingi, kata tiketi zao mapema. Taarifa kaitoa mkurugenzi Mbaga, waje uwanjani mapema. Lakini la mwisho kabisa naomba wachezaji wetu, najua wananisikia sasa hivi, Simba ndio bingwa nchini. Wana Simba wanajua uwezo wenu. No excuse. No excuse. Thanks a lot. Shukran sana Haji Manara, nakushukuru sana.